Oh Jesus Lord. Wimbo gani? Mwamba wenye imara, si mnaufahamu? Mwamba wenye imara, kwako na kimbilia, maji hayo na damu yaliyotoka humo hunisafi na dhambi, hunifanya mshindi kwa kazi zote pia. Sitimizi sheria, nijapofanya bidii, nikilia na kuzi, hayaishi makosa. Ndiwe wa kuniokoa, sina cha mkononi, Bwana wangu, naja msalabani, univike, ni mnyonge nishike, mchafu naja, nioshe nisijafa, nikungojapo chini, na kwenda kaburini, nipapo mbinguni, na kumwona enzini, roho yangu na iwe rahani wako wewe. Oh Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, tunaweza kwenda mbele za Mungu. Unaweza ukasimama kwa miguu yako ukamwambia Mungu maneno machache kwa ajili ya asubuhi ya leo ambayo ametupa. Ni asubuhi ya pekee kabisa, haikuwa nguvu zetu wala akili zetu kuwepo mahali hapa. Inawezekana dakika chache tu tulimkasirisha Bwana wa majeshi, angeweza hata kutuua, angeweza hata kutuachilia laana, lakini tumeona neema yake imetusogeza tena mbele zake. Hata hofu ya Mungu imeingia tena ndani yetu, katika uweza wa kwako Bwana, katika jina la Yesu twende mbele za Mungu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya neema yako iye Bwana. Hatuna namna nyingine ya kuja mbele zako zaidi ya kusema asante. Maana tukila tunavyotafakari Bwana, umetufanyia nafasi siku ya leo, si kwa sababu sisi ni wazuri sana Baba, si kwa sababu sisi tuna fedha nyingi, si kwa sababu sisi Baba tuna nguvu na uweza, lakini kwa sababu ya neema ambayo umeachilia asubuhi ya leo juu ya watoto wako mahali hapa, ambapo umetupa Bwana, tukiwa katika siku hizi 90 na leo ikiwa ni siku ya 78. Katika uweza wa kwako tumeona nguvu, tumeona mamlaka, tumeona Bwana vile ambavyo unajiinua katikati yetu. Hata tulipoamka asubuhi tukaweza kukanyaga hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, tukatafakari wengine walio hospitalini Bwana, ambao wamelala, walitamani waseme neno lolote lile juu ya siku ya leo, lakini wameshindwa Baba, hawawezi kabisa. Lakini sisi Mungu umetupa nafasi ya pekee kabisa kuja mbele zako tena mahali hapa ambapo hapana kabisa Bwana thamani ya mahali ambapo pamewekwa katika wako, lakini wewe Bwana umepakubali. Nasi tunapokuja kwako kama watoto wako, tunaona nguvu ndani yetu, tunaona mamlaka ndani yetu, tunaona neema nyingine Bwana ambayo umeachilia katikati yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tunaomba Bwana malango yako ambayo umeachilia siku ya leo popote pale duniani kote, dakika na sekunde zozote zile ambazo Mungu umezishusha siku ya leo, isiwepo hata dakika moja wala sekunde moja uliyopanga kwa ajili ya baraka zetu tangu tulipozaliwa kutoka katika matumbo ya mama zetu, ambapo walitamka Bwana baraka, isiwepo Bwana ya kupotea siku ya leo. Maana asubuhi ya Jehova nisi tumeianza nawe,
Tunaamini ya kuwa Mungu, yapo machukizo mengi katika dunia hii, lakini yote tumeyaacha, tumekukimbilia wewe Bwana. Tunaamini ya kuwa kwako ndio msaada pekee. Tunaomba ukaandamane nasi asubuhi ya leo. Tunaomba Bwana ukawe nasi katika ibada hii hapa mahali pako. Tunaomba Bwana usituache. Tunaomba Baba usitupungukie Jehova Nisi. Ninaomba Bwana wasikilize watoto wako. Angalia mioyo yao namna inavyohitaji, namna ile kiu cha kukusikia Bwana. Inawezekana wakawa wanasikia kutoka kwa mtumishi wako, lakini Mungu ni wewe mwenyewe unazungumza nao. Maana umesema wewe utaishi ndani ya watu. Wewe utaishi ndani ya hao ambao Bwana utawafanya kuwa thamani mbele ya mataifa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Ninaomba Bwana kama kuhani wako mahali hapa. Umenipa kibali machoni pako. Ninaomba ile neema Bwana ya pekee ambayo siku ya leo kwa ajili ya watumishi wote duniani waliopandia madhabahu za kweli, madhabahu ambazo zinakutambulisha wewe Mungu ile hai. Ninaomba kibali machoni pako kanifanye kama vile njia tu Bwana ya kutoa neno lako na kupitisha neno lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Tunakusihi Jehova Nisi, sikia mioyo yao, angalia namna wanaotamani kuwa Mungu, wavushe katika kila hatua. Kwa neno lako Kristo tuliweza kuvuka. Kwa neno lako Bwana tuliinuliwa. Kwa neno lako Baba tukawa mashujaa. Kwa neno lako Baba tukapata thamani mahali. Kwa neno lako Kristo tulipokukimbilia tukathaminiwa mahali. Kwa neno lako Kristo tulipokukimbilia tukaona upya ndani yetu. Kwa neno lako Kristo tukaona tunaweza kwenda. Kwa neno lako Kristo, na ndio maana tupo mahali hapa, tukaona tunaweza kuvuka. Kwa neno lako Jehova Nisi, na ndio maana tumesogea mahali pako patakatifu Jehova. Tukaona Baba tunaweza kuwa na thamani katika familia. Kwa neno lako Kristo Yesu tukaona tunaweza Bwana kunyosha hata mkono wa shirika mahali. Kwa neno lako Baba, pasingekuwa na neno lako Bwana, mioyo yetu ingekuwa imevunjika kabisa. Mioyo yetu isingekuwa na thamani mbele za watu. Lakini kwa neno lako Bwana, kwa neno lako Jehova Nisi, tumeuona mkono wako Bwana. Kwa neno lako Kristo tumeona ukituvusha tena, ukitupa thamani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya siku hii njema kabisa machoni pako. Asante Baba, asante Mungu, asante Rigibo Elishadai, Mungu mwenye kutenda, Mungu mwenye kuuisha. Sifa, mamlaka, utukufu na wewe. Hatuwezi hata kukaribia katika meza yako ya mazungumzo, lakini Mungu kwa neema hii ya pekee kabisa tunanyenyekea magotini pako, machoni pako Bwana. Ukatufinyange, tupo tayari. Ukatufinyange kama watoto wadogo. Ukatufinyange kama mfinyazi anavyofinyanga udongo. Ukatuumbe upya Bwana kwa siku ya leo. Maana lipo neno linakuja nyuma yetu la kugeuzwa kuwa watu wengine. Bwana Yesu tunaomba Jehova Nisi, ukatufanye kuwa watu wengine. Ukatupe hayo mamlaka Bwana. Yawezekana tumeomba sana, yawezekana tumeabudu sana, yawezekana tangu tuzaliwe tumeenda katika makanisa, tumeenda katika ibada nyingi, lakini Bwana hatukupata nafasi ya maneno yetu yakapata kibali machoni pako na kugeuzwa kuwa watu wengine. Yawezekana kabisa Bwana Yesu, Jesus Lord, yawezekana kabisa. Nasi tunaamini kabisa zipo nyakati za uchungu mioyoni wetu. Zipo nyakati za kusikitika, zipo nyakati za huzuni. Tulitamka maneno ambayo hayakufaa, na yamejenga nasi sasa tulivyo, yametujenga namna tulivyo sasa. Tumekuwa ni watu wa kuomba, watu wa kutafuta msaada, watu wa kunyenyekea, watu ambao hatuna thamani mbele za watu. Ni kwa sababu tu Bwana kuna mahali tulitengwa, nasi tukatamka maneno yasiyofaa. Na leo Bwana, namna tulivyo ni maneno ambayo tulitamkwa, lakini tunaomba neema yako Kristo ya mwezi wa 5 huu, hata kabla hatujaumaliza, tukiwa katikati Bwana ya mwezi huu mahali hapa Bwana, yawezekana unamuona mtu mmoja ambaye umemwandaa mahali. Yawezekana kati ya watu hao Bwana kuna mtu mmoja umemwandaa mahali kuwa mkurugenzi wa kampuni fulani. Bwana, kumpa heshima mahali fulani mtu mmoja. Yapo maneno ambayo leo atayajaza katika kinywa chake, na yeye utamfanya kama Yeremia Bwana. Ukamwambia Yeremia, nimejaza maneno katika kinywa chako, nawe utainuka juu ya mataifa na utanena maneno hayo, naye kupitia kinywa chako watu watakutii, watu watakuheshimu, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Nasi umetupa nafasi hiyo siku leo ya kugeuzwa kuwa watu wengine kwa vinywa vyetu Bwana, ambavyo tunajua mahali tulipokosea, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Sikia Bwana kuomba kwetu katika jina la Yesu, na kila mmoja aseme amen. Amen. Shangilie Bwana kwa makofi mengi. Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord. Reki ya masaka ya ndarabashata.
Bwana wabariki sana. Unaweza ukakaa. Lipo neno moja la ushindi sana wiki hii. Ni neno dogo sana, lakini lina nguvu. Inawezekana katika maisha yetu ya miaka 30, maisha yetu ya miaka 10, maisha yetu ya miaka 40, maisha yetu ya miaka 50, maisha yetu ya miaka 60, maisha yetu ya miaka 70, maisha yetu ya miaka 80, wale ambao tupo hapa na wale ambao wanatufuatilia Facebook na YouTube. Nataka nikwambie popote pale ulipo, inawezekana kwa miaka 90, kwa miaka 100 upo hapo, lakini hujawahi kuiona neema ya Mungu maishani mwako. Nataka nikwambie hivi, neno la Bwana linapokuja kwa wakati sahihi, hubadilisha ndani ya sekunde kila kitu na kila historia. Hugeuza kuwa mtu mwingine. Naposema ugeuzwa kuwa mtu mwingine, anamaanisha ya kwamba unageuzwa kuwa mtu mwingine wa sekunde iliyopita. Yaani ile sekunde uliokuwa unaingia katika hii madhabahu, lakini neno lako moja linaweza likakugeuza kuwa mtu mwingine. Sijaona mtu kama ananielewa. Hebu mpigie Yesu makofi. Rekia masaka ya ndarabasa. Neno linalotoka katika kinywa cha Bwana, katika uvuvio wa Bwana wa majeshi, kama linavyosema hapa, neno linalotumwa na Bwana wa majeshi, hiyo ni kupitia malaika wakanena kupitia vinywa vyao, au ukanena wewe kupitia Roho wa Bwana. Anasema maneno hayo yakawa kama unabii mahali kwa ajili ya maisha yako. Ribase taya mashanda ya masika. Maneno hayo yanaweza yakakugeuza kuwa mtu mwingine ndani ya sekunde. Karabasaka. Inawezekana unasema Mwasomolo unaongea nini? Ya hizi habari mbona tuzielewe? Nataka nikupeleke kwa habari ya Ibrahim mahali pale alipofika miaka 90. Rebazi kaya mashanda. Katika maisha yake, Ibrahimu hakuwa na furaha katika maisha yake. Pamoja na kwamba alimiliki ndio, pamoja na kwamba alikuwa na mifugo mingi ndio, pamoja na kwamba uchumi wake ulikuwa imara ndio, lakini kuna eneo ufalme ulikuwa umekamata eneo la uzao. Karabasaka ya ndarabashata. Utanielewa? Nataka nizungumze na mtu mmoja. Shenia masia tayama shanda ya masika. Anasema Bwana kupitia Samueli wa kwanza ule mlango wa 10 mstari wa 6, anasema Roho Bwana alipowashukia wakaanza kutabiri nao, lakini katika kutabiri nao sio wote waliogeuzwa. Anasema kisha wewe mwenyewe utaona ukigeuzwa kwa maneno yako ukiwa ni mtu mwingine. Alafu baadaye anasema hivi, ishara hizi zitaanza kuandamana nawe. Manake utaanza kuona mahali ambapo palikuwa pamekuwa kama giza, utaanza kuona nuru. Mahali ambapo ulikuwa kwa miaka mingi 90, Ibrahim alikuwa hajawahi kuona mtoto wala neno la faraja, akaona anaambiwa majira kama haya Ana atapakata mtoto. Jesus Lord. Maana yake ni neno jipya kwake. Majira kama haya Ana utapakata mtoto. Ana anashangaa, anacheka, anasema haiwezekani. Lakini Ibrahim, kwa sababu anajua namna dakika chache kabla wale malaika hawajashuka na maneno aliyokuwa akijitabiria, Jesus Lord, anafurahi ndani. Manake anabadilishwa kuwa mtu mwingine ndani ya sekunde moja, ya kwamba majira kama haya utakuwa baba katika ulimwengu wa mwili. Manake tayari alishaona amekuwa baba katika ulimwengu wa roho. Sijui kama unanielewa. Unapopata nafasi kama hii, alafu neno la Bwana likakujilia majira kama haya, anakwambia ilipofika mwezi wa 5 ribaze kaya mashanda. Yeremia 28 mstari wa kwanza na wa pili, anasema ilipofika mwezi wa 5 akatumwa Anania nabii mahali aende akatangaze juu ya mji ule, akawaambia wachungaji wa mji ule, akawaambia manabii wa mji ule, akawaambia maapostoli wa mji ule, akamwambia kila mmoja aliyehusika, aliyekuwa na uhai katika mji ule, baada ya kuteseka kwa miaka mingi. Anasema kwa miezi kadhaa walitoka mahali. Ilipofika mwezi wa 5 wakawa wameingia
kuingia Yerusalemu. Anania anawaambia watu wale wa Yerusalemu ya kwamba Bwana majeshi anasema hivi, imevunja nira ya mfalme wa Babeli. Manake ilipofika mwezi wa 5, Bwana aliachilia neema tofauti katika vinywa vya watu. Manake alitoa kila kizuizi, kila ufalme uliokuwa umekaa ukifuatilia mambo waliohitaji, na alishindikana kwa kipindi kirefu. Somo unaongea nini? Yeremia anasema ilipofika mwezi wa 5, Zebia, nini kilifuata? Shanda ya masika ya motara masaka ori kabasaka ya ndarabashata sendia mazika esia na yanda masa. Tusomee Yeremia 28. Yeremia 28. Yeremia 28. Yeremia 28. Yeremia 28 mstari wake wa kwanza, nitasoma kwa uweza wa Mungu. Yes. Ikawa katika mwaka ule ule mwanzo wa kutawala kwake Sedekia mfalme wa Yuda, mwaka wa 4 mwezi wa 5, Hanania mwana wa Azuri nabii wa Gibeoni akasema nami ndani ya nyumba ya Bwana mbele ya makuhani na watu wote akisema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, nimeivunja nira ya mfalme wa Babeli. Jesus Lord. Kabla haujatimia muda wa miaka 2 mizima, nitavirudisha mahali hapa vyombo vyote vya nyumba ya Bwana ambavyo Nebukadneza mfalme wa Babeli aliviondoa katika mahali hapa akavichukua mpaka Babeli. Yes. Ishie hapo. Amen. Anasema ilipofika mwezi wa 5, Bwana majeshi akamtuma Anania nabii, waambie watu hao ya kwamba nimevunja kile kiambaza. Ilipofika mwezi wa ngapi? Wa 5. Ilipofika mwezi wa 5. Nataka nikwambie wewe uliyepo hapa na yeyote anayetufuatilia duniani, huu ni mwezi wa 5. Na Bwana ametupa neno la mamlaka mbele zake. Amen. Anasema ilipofika mwezi wa 5, Jesus Lord. Mtu mmoja anielewi. Manake kuanguka kwako yalikuwa ni majira kama haya, na kuinuka kwako ni majira kama haya. Inawezekana unielewi. Anamwambia Ana, majira kama haya utapakata mtoto. Yale yalikuwa ni majira yale ambayo anapata neno la ufunuo. Anasema majira kama haya. Ndio maana Bwana anasema ilipofika mwezi wa 5 akavunja nira mfalme wa Babeli. Manake anapokupa kibali wewe kama mtu mmoja, unasimama kwa ajili ya maneno yako kugeuzwa tena kuwa mtu mpya. Manake wewe ndio unayeweza wakukumbuka wapi ulikuwa umeanguka. Amen. Hapana mtu atakayejua nyakati gani ulipita katika huzuni. Hapana mtu atakayejua nyakati gani ulikuwa na uchungu ukatamka maneno yaliyokuangusha sasa, yaliyokufanya uwe hivyo sasa, yaliyokufanya ukose ndoa, yaliyokufanya ushindwe kabisa kumiliki uchumi, yaliyokufanya usiwe na watoto. Anasema wakati huo ni wewe mwenyewe utaukumbuka. Na kwa sababu anazungumza habari za majira ya Bwana, na Bwana anamwambia Ana, majira kama haya utapakata mtoto. Nataka nikwambie hivi, majira ya mwezi wa 5 huu mwezi wa 5 ambao Bwana ametupa haya majira haya utageuzwa kuwa mtu mwingine. Amen. Kwa kinywa chako. Soma Samueli wa 2, Samueli wa 1 mstari wa mlango wa 10. Jesus Lord. Aribasaka yandarabashata ya masika. Sura ya 10 mstari wake wa 6, nitasoma kwa uwezo wa Mungu. Yes. Na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu. Nawe utatabiri pamoja nao. Yes. Nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Ishi hapo. Anasema na roho Bwana atakujiria. Roho Bwana atakujiria. Roho Bwana ni nini? Roho Bwana maana yake kwa namna ya sasa tunasema uwepo wa Mungu ulipo mahali. Maana yake Roho Bwana anatuongoza. Maana yake hapa tulipo ni Roho Bwana anatuongoza. Amen.
atmosphere hii tulionayo ni Roho wa Bwana anaicontrol. Kwa hiyo tutakapopata nafasi hii leo ya kumwambia Bwana, manake hautazungumza kama nyakati zingine na ibada zingine zinazokuja. Manake leo lipo neno linalotuongoza na utakalolikumbuka ya kwamba Roho Bwana atakapotujilia, yapo mambo nitayatabiria kwenye maisha yangu. Ninajua mahali fulani nilikosea, nitabatilisha na kusimamisha. Kila mpango wa adui uliokuwa unanisukuma kuelekea shimoni, nitausimamisha kwa sababu Roho Bwana leo yupo nami. Nami ninaamini baada ya maneno hayo nitageuzwa kuwa mtu mwingine. Amen. Believe. Amen. Amini ya kwamba Roho Bwana yupo mahali hapa. Roho Bwana, Roho Bwana, Roho Bwana yupo mahali hapa. Amini leo katika kuomba kwako, katika kunena kwako, katika kutamka maneno yako leo. Kabla tujavuka mwezi wa 5 huu, zimebaki siku chache lakini ni nyingi sana, kwa sababu tuna masaa mengi, tuna dakika nyingi, tuna sekunde nyingi. Inawezekana ni neno la dakika moja ukawa umelipatia. Neno la dakika moja tu na ukabatilishwa kuwa mtu mwingine. Inawezekana mjanielewa mtu anaposema amegeuzwa kuwa mtu mwingine. Neno linaposema akageuzwa, manake ni ahadi ya Bwana ya kwamba kinywa chako kina mamlaka ya kukugeuza kuwa mtu mwingine. Hajampa mtu mwingine hayo mamlaka ya kwamba ataweka limitation. Bwana anatoa hizo limitation, anakupa, anakukabidhi, kwa sababu ni Roho Bwana anakuongoza. Amen. Hapa hatuzungumzi habari ya mkono wa mtumishi, hatuzungumzi habari ya maombezi ya mtumishi. Hapa tunazungumza na maneno yako kama maneno ya kinabii kutoka katika kinywa chako. Amina. Tunazungumza na mtu ambaye maneno yake yamekaa kama neno la kinabii. Hatuzungumzi na habari ya kuombewa, hatuzungumzi na habari ya kutabiriwa. Hapa tunazungumza na mtu ambaye amebeba maneno anayotamani yawe baada ya miaka kadhaa. Tunazungumza na mtu ambaye anajua alipoanguka, alipo na anapotaka kwenda. Rabaze kaya mashanda ya masika. Na sheria, kanuni moja ya kugeuzwa kuwa mtu mwingine ni lazima ujue ulipotoka, ulipo, na uone wapi unakwenda. Ndipo utakapoweza kutamka neno lenye nguvu ambalo litakuwa na nguvu ya kuua kule ulikotoka, kubadilisha ulipo sasa, ili kuona ulipo sasa kuelekea kule unakokwenda. Kwa sababu kama utakuwa umeona unamiliki milioni 1, macho yako yakaona unamiliki milioni 1, alafu ukawa umeona nyuma, manake huwezi kupata taswira nyuma, kumbe nyuma milioni hizo ulimiliki, alafu mbele unaiona milioni utamiliki. Manake maisha ya sasa yalivyo utakiwi kuyatabiria sasa. Kama sasa unaona una uwezo wa kumiliki labda 50,000, alafu ukaona ni kipimo cha kusema ninaona mbele nitamiliki milioni, nataka nikwambie unajidanganya sana. Ila ukijua kama nyuma wapo watu nyuma walimiliki, maana yake kuna namna ambapo hapa katikati wamechezewa, na ndio maana leo wamesimama tu. Kwa hiyo ni lazima ujue ulikotoka. Inawezekana hiyo milioni unayotamka miaka kadhaa mbele, unaiona ni kiu tu ya ubinadamu ya sasa. Bwana anasema hivi, ni lazima uwe na jicho la kuona. Ni lazima ubadilishwe, ni lazima macho yako yabadilishwe. Anasema kupitia Mathayo 9:29. Hem, tusomee. Ni lazima uruhusu Bwana aguse macho yao yaone katika namna nyingine. Mathayo 9:29. Holy Ghost, lead us, Holy Ghost. Mathayo sura ya 9 mstari wake wa 29. Yes. Ndipo alipowagusa macho, yes, akasema, yes, kwa kadiri ya imani yenu mpate. Hapo anasema ndipo alipowagusa macho yao. Lengo ni nini? Lengo wabadilishwe katika kuona. Kwa hiyo kabla haujageuzwa kuwa mtu mwingine, tayari huko kugeuzwa kunaanza na kuona kwako.
kwa imani. Anasema kadri ya imani. Kama imani leo inasema kama chembe ya haradali inaweza ikageuza mlima. Sijui kama unanielewa. Maana yake unatakiwa uongee maneno, uzungumze, utamke matamko yenye nguvu ya ukubwa kwa imani. Inabidi upime. Ulikuwa unamiliki milioni 5, leo unamiliki 20,000. Alafu unasema kuipata milioni ni kazi. Manake bado unajiweka kwenye shimo, na usije ukamlalamikia mtu. Hapo baadaye utakapogeuzwa kuwa mtu mwingine kutoka kwenye 20,000 kwenda kwenye milioni, alafu unakutana bado una uhitaji, ndio unaanza kupambana tena. Unaanza kustruggle, unaanza kupambana. Inawezekana kumiliki kwako kwa sasa kuna mahali ulikosea ulipokutwa na shida. Anakwambia usiangalie hayo maisha ya sasa. Macho yako yaone. Amen. Macho yako yaone mbali. Usizungumze habari ya GPA ya 4.5. Usizungumze habari ya GPA ya 3.7. Zungumza habari ya kuwa mtu mkuu mahali. Zungumza habari ya kuwa waziri wa viwanda. Zungumza juu ya watoto wako habari ya kuwa watu wakuu katika nchi mbalimbali. Unapoomba hata kwa ajili ya watoto, usiombe tu habari ya shule anayosoma ya msingi kufaulu. Ni lazima wewe ambaye ona mbali, weka maneno ya kinabii. Amen. Anamwambia Yeremia, anamwambia tangu tumboni kwa mama yako nalikujua, nami nikaweka maneno katika kinywa chako ili uwe nabii wa mataifa. Kwa hiyo unabii sio special kwa watu. Unabii Bwana wa majeshi alimwachilia kwetu pale alipotupulizia pumzi ya uhai, alipoweka uweza wa kunena, uweza wa kutofautisha na wanyama wengine. Maana yake aliweka uweza wa kuwa manabii wa maisha yetu. Amen. Wasema somo unaongea nini? Inawezekana naongea vitu vigumu, lakini vyepesi sana, ambavyo ukivitilia maanani ni lazima badiliko litokee kwako. Unauliza habari ya kutabiriwa? Unauliza habari ya kuambiwa? Habari ya kuombewa? Bwana wa majeshi anasema nilipokupulizia pumzi ya uhai ukawa hai. Manake kinywa chako kikawa na uhai. Ndio maana kukufananisha na wanyama wengine, akukufananisha na miti ya polini, akukufananisha na ndege. Alisema nimekuumba kwa mfano wangu, akijua kwamba you have a power, you have authority. Amen. Rebazi kaya mashanda ya masika lakota. Na hiyo authority ndio tunaokwenda kuitumia kwenye season kama hii. Oh Jesus Lord. Sio kama mtu mmoja ananielewa. Karabasaka ya ndarabashaka. Season kama hizi zinapokutana na neno lako, anasema ilipofika mwezi wa 5. Jesus Lord. Bwana anasema ilipofika mwezi wa 5. Ngoja tu. Yeremia 1. Lipo neno pale. Masekerebosha ntaya masaka. Yeremia 1 anasema tena, Yeremia 1:3 anasema tena lilikuja siku ya Yoakim mwana wa Yosia ni nyakati, mfalme wa Yuda ni nyakati, hata mwisho wa mwaka wa 11 wa Sedekia mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, hata wakati alipochukuliwa mateka ya Yerusalemu katika mwezi wa 5. Manake inawezekana miaka yetu yote ya kuishi hatukujua kama sisi ni mateka. Karabasaka ya ndarabashata. Hatukujua kama sisi ni mateka wa uchumi. Kuna watu wanatutumia kama mabukula tu kwenye kazi zao. Hatunufaiki. Unafanya kazi kwa mtu lakini atizeeni huna cha kujisifia, huna cha kusema kwamba hichi nimemiliki. Nazungumza na mtu mmoja, neno kali sana. Inawezekana tumefanya kwenye kampuni kubwa lakini at the end hatuna cha kuonesha. Hatukujua kama sisi ni mateka katika ufalme wa kumiliki. Anasema ilipofika mwezi wa 5 mazika la kata ya mashanda ya masika.
rebazi kaya. Ilipofika mwezi wa tano, kwa kuwa Bwana anasema nilivunja nira ya mfalme wa Babeli, manake ndipo nikaanza. Hauwezi ukavunja pasipo kugundua kwamba umetekwa. Anasema ndipo macho yetu yakafunguka na kuona kwamba tumetekwa. Amen. Sijui kama anasema ilipofika mwezi wa 5 wakajigundua kwamba ni mateka. Manake waliishi kwa season yote, hawakujua kama ni mateka katika ulimwengu wa majini mahaba. Wamezuia uzao katika ulimwengu wa mwili wa kwao. Wamepambana kwa miaka mingi kutafuta watoto, wamekosa. Ndoa yao haina amani, hawakujua. Lakini ilipofika mwezi wa 5 wakatambua ya kwamba sisi ni mateka wa spiritual husband. Kwa hiyo tunaanza sasa kujua kwamba tunatakiwa tutoke katika haya mateka. Zendia masika la kola basata. Hawakujua ya kwamba sisi ni mateka wa eneo la elimu katika familia yetu. Waliona ni sawa tu kuishia form 4. Hawakuona kama kuna mstari mwekundu umechorwa. Wakaona ni sawa tu kuishia form 4. Anasema ilipofika mwezi wa 5 wakaona ya kwamba sisi ni mateka katika eneo la elimu. Wakapata maneno ya kuzungumza. Uwezi ukapata maneno ya kukugeuza kuwa mtu mwingine pasipo kujua kama ulikuwa umefungwa mahali. Manake hicho kilichokufunga ndio badiliko. Manake katika hayo mazoea ambayo watu walikuwa wanakuona na wamezoea ukitembea kwa miguu hapa na pale, walikuwa wamezoea kukuona kwamba ukibeba jembe na kwenda shambani, kila unaporudi wakati wa mavuno haurudi na mavuno. Walikuwa wamekuona, wamekuzoea unakwenda dukani na kurudi tu, lakini hawaoni badiliko la duka lako. Walikuwa wamezoea kukuona kwamba wewe ni mtu wa kawaida tu, hata kukuita katika vikao vyao hauna ushawishi. Lakini utakapogundua hilo, ilipofika mwezi wa 5 baada ya kugundua hilo, ndipo utakapogeuka na kusema mimi si mtu wa hivyo, bali ninaweka maneno yenye uthibitisho ndani yangu, maana nimejua hilo ni eneo ambalo nilikuwa nimekamatwa na kwa neno la Bwana. Kwa kuwa amesema amevunja hicho kiambaza, ninabadilisha mavuno yangu kwa jina la Yesu. Ninabadilisha familia yangu kwa jina la Yesu. Ninamwambia shetani adui hata kuwa na maneno tena ya kujaza ninapokanyaga, maana ninapokanyaga mimi ni mfalme na ninatisha hayo mamlaka. Kwa jina la Yesu ninabadilisha uzao wangu. Kwa jina la Yesu ninabadilisha ndoa yangu. Manake anasema baada ya maneno hayo immediately unageuzwa kuwa mtu mwingine. Alafu kesho watu wanashangaa, baada ya siku chache mjomba unamiliki pikipiki. Baada ya siku chache wanaona mjomba unapita na gari yako nzuri. Walizoea kukuona urudi na mavuno, wanaona wiki hii umeita trekta imebeba mahindi. Jehova nisi, wanaanza kuulizana huyu mtu amegeuzwa lini kuwa katika umiliki huu? Kumbe ilipofika mwezi wa 5 ukagundua eneo la mateka yako. Na bila kukumbuka hiyo nguvu ambayo Mungu amekupa, ni ngumu sana kubadilisha. Unaposoma Yeremia hiyo mbele huko, anasema Yeremia akajigundua kwamba amewekwa mateka pamoja na uweza aliopewa. Alisahau kwamba Yeremia, wewe iweje leo uwe mateka na walinzi wamekusimamia mahali? Iweje ujui kama naliweka maneno katika kinywa chako ya kwamba utakuwa nabii wa mataifa, ya kwamba utaweza kubomoa, utaweza kuvunja, kuharibu na utaweza kujenga. Yeremia, na nilikwambia juu ya mataifa na mataifa. Inakuwaje unakwenda katika hiyo nchi alafu unakamatwa na kuweka mateka? Yeremia akakumbuka neno la Bwana. Natamani kila mmoja ajue nguvu walionayo siku ya leo, ambayo ameijaza katika kinywa chake, ambayo anaweza atakapokuwa akitamka au ana uhakika 100% ya kwamba pale ninafika, na hapana mtu wa kuzuia, kama anavyosema Ufunuo 3. Sio ubebe neno ambalo unajua ndani yake iko nguvu ya Mungu ambayo inakusapoti kumaliza
Ufunuo 3:8 nitasoma kwa uwezo wa Mungu. Na yajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala haukulikana jina langu. Neno hili tumelirudia. Sawa. Lakini neno ambalo ni neno la kila siku. Ukijua hivyo ya kwamba hapana kuzuia mahali ambapo Bwana amefungua. Hapana kurudisha ufalme huo ulionikamata kama Bwana ameuondoa. Hizo nyakati inabidi uzifuatilie, na hizo nyakati ni mwezi huu wapendwa. May. Amen. We will be returning. Na hakuna ambaye atazuia kugeuzwa kwetu. Hakuna ambaye atazuia vile vile. Hivi leo anaweza mtu akakuzuia unena nayo yataka. Ni ufalme. Yaani ufalme ukikaa ndani yako brother. Ufalme ukikaa ndani yako maskini. Ndio unakung'ang'ania. Believe. The kingdom. Kama itakuwa ndani yako kuna ufalme umekaa wa maskini, ndio utakao kuwa unazuia. Usitamke neno lolote kutoka. Believe me. So Mungu anapokuja na kutuambia kwamba it's a time, kwa sababu huo ufalme ameuvunja, manake ni muda wako wa kuomba. Inawezekana sio leo, inawezekana sio kesho, lakini ndani ya mwezi huu wa 5 ipo dakika Bwana kwa neno hili atakusikia. Amen. Atakusikia. Oli kala basi. Oh, asante. Asante Yesu. Oli kala basi. Oh, asante Bwana Yesu kwa ajili ya wiki. Ndia masika. Upayanda la bashana ya masika. Sana ziboza kaya mashe. Sika la azi kupaya. Shendia. Oh, asante Bwana Yesu kwa ajili ya ufunuo huu ambao umetupa mahali hapa. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Tunaweza tukasimama kwa miguu yetu. Tumekuwa na dakika 35 zenye nguvu sana, na ninaamini kabisa wale wanaotufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kwa njia ya sauti kupitia Facebook na YouTube watakuwa wamebarikiwa. Na tunapokwenda kuomba popote pale mlipo, kwa imani kabisa, hata kama saizi utakuwa mahali utakaposikiliza na kupata muda, kwa imani, kwa kuwa lipo neno la Bwana linalotuongoza. Lipo neno la Bwana linalotuongoza kwa msimu huu wa mwezi wa 5. Nasi tunatamani tubadilishwe kuwa watu wengine kama Samueli wa kwanza 10 mlango wa mstari wa 6 unavyotusukuma. Tunatamani tuone ishara baada ya maneno haya, Bwana. Ninazungumza kama kuhani wa Bwana ambaye nimekuwa zamu kwa ajili ya neno hili duniani kote. What I believe ni kwamba Mungu anatoa zamu kutokana na neno kupitia Roho Mtakatifu. Nami ninaamini duniani kote neno la uvuvio
la kuvushwa, la kugeuzwa lipo mahali hapa katika mlima wa Bwana wa Ruzu. Inawezekana ni watu ambao wanaambatana na mlima huu wakapokea, lakini namsihi Mungu na kunyenyekea, hata wale ambao hawajafahamu, hawajawahi kufika mahali hapa, ninaomba neema hii ya neno la leo ikawafikie duniani kote, iwe ni Amerika Kusini, iwe ni Brazili, iwe ni Argentina, iwe ni Saudia, iwe ni Syria, iwe ni Iran, iwe ni Uingereza, iwe ni Marekani, iwe ni East Africa, Kenya, watu wa Kiambu, Kidunguri, watu wa Nakuru, watu wa Kadiajo, iwe ni Arusha, iwe ni Mbeya, iwe ni Iringa, iwe ni Dar es Salaam, iwe ni Morogoro na wilaya zake zote, iwe ni Dodoma, watu wa Dodoma, iwe ni popote pale, neno la Bwana la Samueli wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 6 linapotuambia ya kwamba Roho Bwana akatushukia. Ninaomba kwa Mungu aliye hai, muda huu na dakika hii na masaa haya duniani kote, ikiwa ni wakati wa Bwana, naye anasema ilipofika mwezi wa tano akavunja nira za mfalme wa Babeli. Yeremia 1:3-4 anatuambia ya kwamba ilipofika mwezi wa 5 ndipo tukatambua ya kwamba sisi ni mateka. Na baada ya kutambua tu huo mwezi wa 5, papo kwa papo tukaanza kutamka maneno ambayo yakatugeuza kuwa watu wengine. Ninaomba Bwana majeshi, neema hii watoto wako wanapolielewa neno hili, wanapokuja mbele zako dakika hizi chache, rabazi kaya mashanda, sikia Bwana, maana umesema pasipo neno lako hatuwezi kwenda. Nami nimeyatamka vifungu hivi vya neno lako la uthibitisho, ili watakapokuwa wakiomba Bwana utakuwa ukiangalia na kufananisha na neno lako. Kadri walivyofunguliwa kwa Yeremia katika mji ule ambao ulificha sura yako, unasema Yeremia, nimeficha sura yangu katika mji huo, pamoja na kwamba nimekupa mamlaka ya kung'oa na kubomoa na kuharibu, lakini ni lazima Yeremia uniulize, kwa nini nimeficha uso wangu? Ni kwa sababu watu hao walikuwa ni mateka wa miungu, walikuwa ni mateka wa ishara, walikuwa ni mateka wa uchawi, walikuwa ni mateka wa waganga, walikuwa ni mateka wa uzinzi, walikuwa ni mateka wa umasikini. Kwa hiyo Yeremia, ndio maana nikaona watu hao nifiche sura yangu. Kumbe Bwana unatuambia, unapoona watu wamekugeuka, wamekuwa na ufalme umewang'ang'ania, nao wakauaccepti, nawe unajitenga nao, maana neno lako linakuwa halipo mahali hapo kwa miezi mingi, lakini unatupa nafasi ilipofika mwezi wa 5. Jesus Lord, Jesus Lord, unasema pamoja na kwamba Yeremia, nalifunga macho yangu kwa ajili ya umje, kwa kuwa umefika mwezi wa 5 na ipo ahadi yangu, lipo neno linaishi ya kwamba ilipofika mwezi wa 5 nilivunja kila ufalme, na sasa ninavunja huo ufalme, ninaachilia neno lako kutoka katika kinywa chako ili likabadilishe maisha ya kwako na uzao wako. Riba sata ya mashanda ya masika. Bwana, tuseme nini mbele zako? Maana unatuambia kumbe kuna nyakati Bwana umechagua miezi yako, unasema mkaombe kwa ajili yangu, maana yapo maneno uliyaweka kama agano katika miezi hiyo. Nasi kupitia Zakaria 17 umetueleza mstari wa 9 ya kwamba ilipofika mwezi wa 4, wa 5, wa 7 na wa 10 ukaifanya iwe miezi ya saumu ya kwako Bwana. Nasi tumefika mwezi wa 5 tukakumbuka neno lako, na tulipokuwa tukitafakari na kuwaza kwa habari ya ufalme wako, tukaona tunasukumwa Mungu kuamrisha maisha tunayoishi yawezekana kabisa ni kutokana na maneno tuliyotamka kwa kipindi kirefu. Yawezekana tukumbuki vizuri, lakini imekuwa ni season ya kwako, kama ilivyokuwa kwa Ana ambaye hakutarajia siku ambayo ataambiwa, lakini nasema majira yale yalipofika, majira yale yawezekana nao ulikuwa ni mwezi wa 5, unasema majira yale yalipofika, Ana akaambiwa majira kama haya. Manake majira kama haya Ana ulijifunga, na majira kama haya Ana unafunguliwa. Nasi tunaomba Bwana leo watoto wako watakapokuwa wakiomba wakaelewe
ujue ya kwamba majira waliofungwa ni majira haya ndio wanafunguliwa, ili wakawe na neno katika vinywa vyao la kuwavusha na kuwageuza kuwa watu wa aina nyingine. Erika pashanda ya masika sendia mazika la kota ya mashanda ya masaka. Damu ya Yesu inanena mema, 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 oh 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 inanena mema. Damu ya Yesu inatutakasa, damu ya Yesu inatutakasa, kila ufalme unavunjika. Damu ya Yesu inatutakasa, no matter what. Haijalishi umepitia katika changamoto gani, kwa kuwa lipo neno la Bwana mahali hapa na kutugeuza kuwa watu wengine. Nami ninaamini kabisa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, hapana mtu atasalia kuwa yule wa kale, hapana mtu atasalia kuwa mtu yule. Maana yake neno la Bwana majeshi linatugeuza kuwa watu wengine. Reba sata ya mashanda ya masika. Endelea kuomba na kumsihi Mungu. Unapoona mtu anajiachilia mbele za Mungu, anaachilia moyo wake ubadilishwe, maana yake amekubali, ameaccept kuwa mtu mwingine. Olikata ya mashanda ya masika katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Come out in the mighty name of Jesus Christ. Come out in the mighty name of Jesus Christ. Ewe roho uliyeng'ang'ania kwa mwanamke huyo, ewe roho uliyeng'ang'ania kwa mwanamke huyo, ewe roho uliyejifanya karibu nao, nami umefika mahali hapa. Sitakuacha siku ya leo, sitakuacha siku ya leo. Nimesema toka ndani ya mwanamke huyo in the mighty name of Jesus Christ. Maana yake amekubali kugeuzwa kuwa mtu mpya, amekubali kugeuzwa kuwa mtu mpya. Out in the mighty name of Jesus Christ. Out in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Bwana, asante kwa ajili ya muda huu. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya dakika hizi. Tumeona nguvu zako, tumeona mamlaka mahali hapa. Bwana, tumeona uvuvio, tumeona jeshi la Bwana, tumeona mamlaka yako, tumeona Bwana heshima yako uliotupa mahali hapa. Haijalishi tumepita katika changamoto gani, lakini Bwana ukatuambia hivi ya kwamba ilipofika mwezi wa 5 Bwana ukavunja nira za mfalme wa Babeli, ukaharibu kila ufalme. Nasi tumeona neno lako Bwana likitugeuza tena kwa watu wengine kupitia mtumishi wako Samueli wa kwanza, ule mlango wa 10 mstari wa 6. Unasema uvuvio wa Bwana ulipowashukia wakaanza kutamka, wakaanza kujitabiria. Nasi Bwana tunabadilisha maisha tuliyokuwa nayo. Tunajivua kila mikataba ambayo walituwekea, iwe ni mikataba ya ndoa zao, iwe ni mikataba ya uzinzi, iwe ni mikataba ya uasherati, iwe ni mikataba ya umasikini. Maana huo ndio ulikuwa ufalme kwetu, ulikuwa umetung'ang'ania. Lakini sasa leo tunageuzwa kuwa watu wengine.
Ori kabasaka ya ndarabashata. Umesema halitasaliwa jiwe juu ya jiwe. Bwana, Bwana, ninajiungamanisha na watoto wako duniani kote. Karabasekerebo shanaya masika rikotoyomo zeni azia karabaseta janaya masika etia masia reta yanda yama kashanaya masi keriba sataya baraba shetazi kota ya masia are kata yanda yama sheti zena asi korabasa jenaya asi kata zetea zakaya are katia ana maskoya jenea sesa yana barabasata mbingu ya sita tunaikanyaga areta ya mashanda kesa yana kazana mwana wa Mungu sema na Bwana. Hujajua ninachomaanisha. Inamaanisha kwa habari ya kinywa chako kutamka are kata yana. Hapana mtu mwingine kubadilisha maisha yako. Hapana mtu mwingine kubadilisha maisha yako. Hapana mtu mwingine atakayefanya ugeuzo kwa mtu mwingine. Ni wewe mwenyewe kwa maneno yako. Ni wewe mwenyewe kwa maneno yako. Ni wewe mwenyewe kwa maneno yako. Bwana nisaidie. Maneno yangu yakawe ni ndio. Maana nimeona mbali. Maana ninaona uvuvio. Ninaona kubadilishwa tena. Bwana nisaidie. Katika jina la Yesu. Sendi ya mazi. Ora kata ya mashanda ya masika. Rekata ya mashanda ya ma. Ora rekita ya zendia areba sata jana ya maseke reba sitaya shena ya mazi koraba sata yanda bariba shataya sekia arenda yana mareba sia shenia masika katika jina la Yesu. Sebiza kaya mashanda ori kata ya mashanda ya masika kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu reta ya mashanda. Kama hapo maneno amenishikilia mahali, Bwana ninaomba ukanipe neno la kugeuza tena. Masekerebo sataya katika jina la Yesu. Holy Spirit. Thank you Lord Jesus. Thank you Father. Thank you God. Thank you Lord. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya muda huu na wakati mwema ambao umetupa leo, ikiwa ni Jumapili ya tofauti kabisa, ikiwa ni siku ya 78 kati ya zile siku 90. Tunakiri mbele yako Yesu ya kwamba umetupendelea mahali hapa, nasi tunajiungamanisha na malaika wako kule mbinguni na wale wazee 24 ili tukakamilishwe. Bwana, ninakusii kama kuhani wako katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Kwa ujasiri mkubwa tunavuka hatua, kwa ujasiri mkubwa tunakanyaga hatua ya pili, kwa ujasiri mkubwa tunaingia katika malango yako, kwa ujasiri mkubwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Tunasema asante Bwana, tena kwa unyenyekevu kabisa machoni pako. Wewe ndiye unaye sirini, wewe ndiye unayetuangalia uzao wa siri zetu. Mungu ninakusii Bwana, tumekuja kwako kwa unyenyekevu tena. Ninaomba Baba utuvushe katika jina la Yesu. Ninaomba katika jina la Yesu, 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 ninaomba. Ninaomba Bwana rehema zako, ninaomba Bwana malango ya rehema katika jina la Yesu, ninaomba katika jina la Yesu, ninaomba katika jina la Yesu, ninaomba rekata ya masanga ya mashia katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Rikarabasaka ya ndarabashata ya masika. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya leo tena. Ninakushukuru kwa kuwa Mungu umetupa nafasi ya pekee kabisa mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Tumpigie Yesu makofi tena. Ongeza makofi tena kwa Yesu. Ongeza tena makofi kwa Yesu. Sijaona makofi kama yanatosha. Jesus, 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 Jesus. Neno la Bwana linatuambia walipotamka maneno hayo wakageuzwa kuwa watu wengine,
na ishara hizi zikaandamana nao. Watu walitolewa mapepo, ishara hizi zikaandamana nao. Watu walipata amani ndani yao, ishara hizi zikaandamana nao. Watu wakaona upya machoni pao, ishara hizi wakaandamana nao. Wakaona wanaweza kwenda mbele, ishara hizi zikaandamana nao. Walikuwa wamekata tamaa, wakajiona ni majasiri tena, ishara hizi zikaandamana nao. Walikuwa wawezi kurudi nyumbani na kuwa na amani na wake zao, wakaiona amani, ishara hizi zikaandamana nao. Walikuwa hawezi kutamka juu ya uchumi wao, wakaanza kutamka na kupanga mipango, ishara hizi zikaandamana nao. Bwana wanasema hivi, ishara hizi zikaandamana nao. Wakaona wamepombolewa, wamekuwa huru tena, ishara hizi zikaandamana nao. Orikarabasaka yandara. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, nami ninaamuru, nami ninaachilia hizo ishara, hapana wa kuzuia. Popote pale ulipoinuka na ulipokubali moyo wako ugeuzwe, ninaamini ishara zitaandamana na wewe. Iwe ni roho Bwana kuandamana nawe, iwe ni kuishinda dhambi, ninasema ishara hizi zitaandamana nanyi kwa neno la Bwana majeshi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asante. Bwana Yesu. Asante kwa ajili ya leo. Bwana Yesu. Asante kwa ajili ya neno. Bwana Yesu. Asante kwa ajili ya msimu mpya, maana umetupa msimu wa kujua vifungo vyetu, nasi tulipojua kuwa ni wateka wa mahali fulani, tukaanza leo kutamka, kukomboa, kubomoa, kuvunja kwa jina lako. Nasi tunaamini utatupa tena nafasi leo ya kujenga upya kama ilivyokuwa kwa Yeremia, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Mpigi Yesu makofi. Oh Jesus Lord. Jesus Lord. Nasema asante. Sema asante. Nasema asante. Ewe Mungu wangu. Nasema asante. Nasema wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni nasema asante, nasema asante, nasema ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. Tuende mbele za Mungu tumshukuru kwa ajili ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, asante kwa ajili ya Jumapili ya leo, Bwana, ambao umeifanya katikati yetu ikawa ni Jumapili yenye nguvu, Jumapili yenye kugeuzwa kupya. Tunaamini ya kuwa Mungu, hatua zetu kuanzia sasa zitakuwa ni mpya. Watu watakavyotuona, hata kama Bwana hatujashika kitu, lakini ile neema yako Kristo ya kubadilishwa itakuwepo juu ya macho yao. Maana Mungu umetuahidi kufika mwezi huu ya kwamba kila tutakapopata nafasi ya kunena neno lolote litakalokuja kwako Bwana, maana hilo ni ndio. Asante kwa kuwa Bwana umewakusanya watu hawa mahali hapa. Asante kwa ajili ya watu wote duniani wanaonifuatilia. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ukazidi kuwapa neema nyingine tena watu hao, ukawajaze katika njia zao na kuwaongoza. Katika jina la Yesu tumeomba kwa imani. Piga makofi kwa Yesu tena. Piga makofi tena kwa Yesu. Piga tena makofi kwa Yesu. Oh yes, yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya ibada hii. Sifa na utukufu ni vyako. Tunapoahirisha ibada hii, Mungu katupe nafasi nyingine. Tukiwa ni siku ya 90, tumebakisha Jumapili 2. Jumapili moja ili tumalize, na ile Jumapili ya pili tutakuwa tukifunga maombi yetu ya siku 90.
Leo ikiwa ni siku ya 77, Mungu ukatuongoze siku zilizobaki 13 ili tuweze kumaliza vyema. Katika jina la Yesu nimeomba kwa imani. Amen. Pigie Mungu makofi zaidi.